Hii ni Baraka One TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muktasari mwenyewe wa habari za moto. Washington, waliohusika na uhalifu kwenye vita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakabiliwa na mkono wa chuma. Kinshasa, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wamtupia mawe Hippolyte Kanambe maarufu kama Joseph Kabila Kabange. Kinshasa, ujio wa mtoto wa Yoweri Museveni Kinshasa waimarisha ushirikiano wa UPDF pamoja na FARDC. Ikiwa ni tarehe 22 za mwezi wa 6 2025 majira saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki, na huku unasikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni Saidia Mzalendo bado ipo inaendelea, na kama hujaungana na operesheni hiyo, tafadhali tumia namba ambazo unaziona kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka One TV. Pia usikose kutembelea Baraka One TV channel 2 ambako utakumbana na baadhi ya matukio yanazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko Washington, ambako wote waliohusika na uhalifu kwenye vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakabiliwa na mkono wa chuma. Kupitia Baraza la Umoja wa Mataifa kitengo cha haki za binadamu, rais wa kitengo hicho ameweza kutoa ya moyoni, huku akisema ripoti kamili itakuja mwezi wa 9, ambako wote waliohusika na mauaji mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watakabiliwa na mkono wa chuma. Shirika la Umoja wa Mataifa kitengo cha haki za binadamu linawalaumu magaidi wa M23 mauaji, ubakaji na mambo mengine ya kihalifu ambayo wamekuwa wakiyafanya tokeo walivyoingia Goma, Bukavu pamoja na maeneo mengine ambako wanashikilia kinyume na utaratibu. Baraza hilo la Umoja wa Mataifa limetaka magaidi wa M23 kuweza kuondoka haraka iwezekanavyo maeneo yote ambayo wanayashikilia. Mengi na zaidi, sikiza ujumbe huu kutoka kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa kitengo cha haki za binadamu. Baada ya kuteka miji na vijiji, magaidi wa M23 wamekuwa wakiwafunga watu kwa kuonevu na kuwakamata polisi pamoja na watoto wadogo. Magaidi wa M23 wamewakamata makamanda wa FARDC na kuwalazimisha wamoja kati yao kujiunga na wao kiubabe. Baada ya wachunguzi wangu kupewa taarifa, inasemekana baadhi ya askari waliokamata magaidi wa M23 wanaishi katika mazingira ambayo sio ya kibinadamu. Wamoja wapo kwenye kambi ya Rumangabo na wengine kwenye kambi ambazo hazijulikani. M23 wamefanya makosa mengi ya kiuhalifu na kutokuheshimu kabisa haki za kibinadamu, na ambayo inajumuishwa kuwa ni uhalifu wa kivita. Jopo letu pia linashughulikia makosa yaliyofanywa na majeshi ya FARDC pamoja na wazawaza. M23 wametumia kuwatesa watu na kutumia mbinu zingine ambazo sizo za kihaki kabisa kwa ajili ya kuwalazimisha watu pia kufanya kazi bila matakwa yao, kwa kujaribu na kukosa pia kupata taarifa kamili. Taarifa zingine zinasema wazalendo wamekuwa wakiwanyanyasa raia na kuwatoza fedha, na hivyo kuwaweka katika wakati mgumu maeneo ambako wanayamiliki. Jopo letu la upelelezi pia limebaini kuna watu ambao wamekuwa wakifanya kazi na vitengo vya serikali, huku wakiwapoteza watu wote ambao wanasadikika kuwa walikuwa wanafanya kazi na magaidi wa M23. Ndugu waalikwa,
Ripoti yangu inasema kwamba tumepokea pia taarifa ambazo ni za kusikitisha za ubakaji ambao umekuwa ukifanywa na sehemu zote mbili, huko Kivu ya Kaskazini pamoja na Kivu ya Kusini. Uhalifu huo umefanyika kwa kulenga baadhi ya makabila. 40% ya ubakaji huo umejikita kwa watu ambao wamekuwa bila watoto. Kulingana na ripoti ya UNICEF inasema kila mtoto mmoja alikuwa anabakwa kila baada ya dakika 30 mtu alikuwa anabakwa. Kuweza kuacha kupigana na kufuata mpango wa CCLF na iambia Rwanda iweze kuondoa vikosi vyake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pia kuacha kutoa msaada wowote kwa magaidi wa M23. Na baada ya taarifa hizo tuingie nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC watupia mawe Hippolyte Kanambe maarufu kama Joseph Kabila Kabange. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamemtolea uvivu aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Hippolyte Kanambe maarufu kama Joseph Kabila Kabange kwa kitendo cha kuongoza nchi miaka 18 na huku akiwatuma wanajeshi wakapigana na magaidi wa M23 ambaye yeye mwenyewe ndiye mfadhili mkubwa wa magaidi hao wa M23. Inatia aibu na inasikitisha kuona alikuwa rais wa nchi hii na alikuwa anapigana dhidi ya magaidi wa M23 leo hii aje kuonekana yuko upande wa magaidi wa M23. Ni nukuu ya kamanda wa vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC akizungumza na wanajeshi na kuwapa morali na kuwatia nguvu pia ili waweze kutetea taifa. Mais plus grave bandeko, na mokonzi akambi biso 18 ans, azotinda biso tokende kobunda na ba Rwandais 18 ans, yepe akomi kote kaka ya ba Rwandais. Ezali somo pe ndembala ya liboso esalemi na Afrique koyoka mokonzi ya mboka akonzi mboka 18 ans après abaluki akomi rebelle. Est-ce que ezali malamu? Est-ce que ezali malamu? Ezali pasi na mboka oyo batu ba versa makila na bango, ba Patrice Lumumba ba versa ba makila na bango, ba Laurent Désiré Kabila le père ba versa makila na bango, batu mususu ba nyokwami na mboka oyo pona koluka demokrasi na kimia, entre autres Papa Tshisekedi wa Mulumba Etienne na ba mosusu baboma bango pona mboka. Melelo oyo mokonzi akonzi mboka epesi ye nyonso ilipale efesa ye, apres kibokonzi na ye abaluki akomi munguna ya mboka. Ezali pasi. Nyenye ekosila mboka ezali ya ba Rwandais te, mboka ezali ya ba Congolais. Biso pe tokotika te parce que bakoko na biso batikelaki yango mobimba. Tokotika mboka oyo eteni te. Soki yo yebike makila na yo ezali mboka oyo okotika yango pona munguna te. Est-ce que toyokani? Il faut révolter bino. Il faut révolter bino. Pona nini kamboka mukie kako banda koya kosakana na biso? Parce que batu ya mboka
bakomi ba enemi ya mboka na bango, bakomi kokopere na kamboka wana. Soki yango lelo osaleli Rwanda, nde okende na Rwanda, ozala nani na Rwanda? Na mnaendelea kusikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Baraka One TV, ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki. Rajabu Akili Kabongo unafuata matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, kutoka Central pamoja na East Africa, na pia wale ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Kiza Salum, Jide Kizenga Tembele, the only one king from USA, King Selo kiwa nasikiliza Baraka One TV, Diedone Butoto. Na baada taarifa hizo, moja kwa moja tuingie ndani ya mji mkuu wa Kinshasa, ambako ujio wa mtoto wa Museveni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuimarisha FARDC pamoja na UPDF. Kainerugabo, kiongozi mkuu wa majeshi ya Uganda na mtoto wa rais wa Uganda Yoweri Museveni, ameweza kuwasili ndani ya jiji la Kinshasa, huku akipokewa kwa heshima kubwa na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtoto huyu wa Museveni na ambaye ndiye kamanda mkuu wa majeshi ya Uganda amewasili jijini Kinshasa na kukutana na makamanda wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, huku wakizungumzia kuendeleza kuimarisha ushirikiano kati ya FARDC pamoja na UPDF. Baada ya kuonana na makamanda wa FARDC, pia alipata nafasi ya kukutana na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Na hapo ndipo tunakwenda kungua nanga kwa matangazo yetu ya asubuhi hii ya leo. Mengine tukutanane saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 kupitia Baraka One TV. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the only one. Kumbuka tu kwamba kesho, siku ya kwanza, ndiko kutafanyika mazishi rasmi ya kamanda wetu ambaye ametuacha Rukumeta, na baada ya kuahirishwa kwa wiki nzima, kwa hiyo kesho ndiko mazishi yake yatakwenda kufanyika, na Mungu akijalia basi tutarusha matangazo live kutoka Baraka One TV.